Tumeweza kupokea taarifa kutoka kwa kocha mkuu wa kikosi cha Simba baada ya kuweza kutoa taarifa na kuiomba CAF wahakikishe kabisa kwamba hizi video assistance referee basi zinatumika. Kiuhalisia kwa siku ya mechi tarehe 17 kulikuwa na makosa mengi yaliyokuwa yanafanywa na refa aliyechezesha mtanange huo na kuwapa nafasi kubwa RSV Berkane. Sasa kuna haja gani ama kuna umuhimu gani wa kuweza kutumia video assistance referee, yani kiufupi ni VAR? Kiuhalisia kocha Fadlu Davis alikerwa na ameweza kukerwa na kitendo ambacho kimeweza kufanywa na refa, lakini pia pamoja pia na shirika lote ambalo lilikuwepo katika upande wa video assistance referee. Kulikuwa na matokeo tofauti yalikuwa yajitokeza na uliona dhahiri shairi kabisa kama alikuwa ni mtu ambaye unaangalia mechi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Yani kiuhalisia klabu ya Simba ilikuwa inachezea uwezo binafsi, lakini kwa changamoto zilizojitokeza, yani pia bado tunaendelea kuwapongeza na kuwapa nguvu Simba Sports Club kwa kile walichoweza kufanya kuto kuruhusu bao hata zaidi ya 4 ama 3, lakini kiuhalisia changamoto iliyokuwa bado inaendelea kuwapa pia airtime RSV Berkane ilikuwa ni kucheza na refa. Refa alikuwa akiwapa matumaini na akiwapa nguvu za kutosha, huku akiendelea kuwabeba katika matukio mbalimbali ambayo kiuhalisia kwa timu pinzani, kwa wale waliofanikiwa kucheza mpira ama kwa wale wanaojua mpira zaidi, ni lazima utatoka mchezoni. Kwa hiyo kulikuwa na baadhi ya wachezaji kama Hamza ambaye pia na mwenyewe aliweza kutoka mchezoni baada ya refa kuonekana kabisa kwamba klabu ya RSV Berkane anaipendelea 100%. Kwa ni matukio ambayo pia hata kwa sasa hivi kocha Fadlu Davis hajapendezewa nayo, na kiuhalisia sisi tunasema kwamba tunawasubiri nyumbani kwa Mkapa, ambapo nafikiri kila kitu kitajulikana, yani afe Mundu afe Masai, lakini tunaamini kabisa kama kwa goli mbili zinawezekana zikarudi na mambo yakawa vizuri.